Bwana asifiwe. Basi na wasalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Ni siku njema, siku ya leo, kwa sababu Mungu ametukusanya ili tukaweze kusikia upendo wake. Na ni vyema kwa nyakati zilizopita, na tunaendelea tukimshukuru Bwana kwa sababu ya ile kazi anaendelea akifanya katika madhabahu hii, na tumemwona kwa njia nyingi, na sisi tutaendelea kunyenyekea ili naye Bwana aendelee kuonekana. Siku ya leo, na kuna wakati niliwaambia kuna mambo mengi Bwana anaendelea akirudia, kwa sababu kuna baraka moja ambayo Bwana amepeana katika madhabahu hii, kwa sababu Mungu anaendelea akituongeza washirika kila siku, na kwa sababu Mungu anataka sisi sote tuende pamoja. Kwa unaona Roho Mtakatifu anaenda anarudia mambo mengine, kwa sababu ya wale watu wapya wameendelea ndiposa nao wafundishwe kama wale wengine. Na siku ya leo kuna jambo nasikia Bwana akinihisi, na nimekuwa nikiombea hii ujumbe. Amen. Nitaongea juu ya kunyenyekea, na nitaongea juu ya kutii, na yale yote itaongozwa na mkono wa Bwana. Na basi tutasoma katika kitabu cha Petero wa kwanza 5, na tutaanza aya ya 6 na tutasoma mpaka aya ya 7. Katika kitabu cha Petero wa kwanza 5 kuanzia aya ya 6 tuende mpaka aya ya 7. Na it is in the book of 1 Peter chapter 5 beginning from verse 6 up to verse 7. Na thini wa Petro wa mbere 5 kwa jamwari wa 6 nginya mwanya eko natiriri ni undu ucio ri winyihiei mwathikage ni guoko kwa Ngai kuria kwi hinya nigetha akamutugiria hindi ria njagiriru ya kinya, na mumurekagiririe maundu mothe maria mutangikagira tondu niwe urunguyanagia na maundu manyu. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. Maandiko maya twathomerwo ri, yale maandiko ambayo tumesoma, maandiko ni matwarĩria o wega, maandiko imetunenea vizuri. Mwathani aratũririkana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ndoigane kwaria ũhoro wa gwathĩka, nimesema nitaongea juu ya kutii, na no kũgweta ũhoro wa kwĩnyihia, na nitaongea juu ya kunyenyekea. Na maandiko mau twathomerwo ri, na yale maandiko ambayo tumesoma maratwĩra atĩrĩrĩ, yanatuambia mwenyihiei, ya kwamba nyenyekeeni na mwathĩke, na mtii, nĩ tondũ wa igũrũ rĩa guoko kwa Ngai, juu ya mkono wa Bwana kũrĩa kwĩna hinya, kule ambao kunao nguvu. Mwathani arokumio. Amen. Atĩ nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa njagĩrĩru yakinya rĩ, na ndiposa wakati unaofaa ukifika, nake Ithe witũ nĩakamũtũgĩria, naye Bwana atamuinua. Ũguo haha hena ũhoro wa kwĩnyihia, kwa hivyo hapa kuna mambo ya na kunyenyekea, hena ũhoro wa gwathĩka, na kuna maneno ya kutii, nĩ tondũ wa guoko kwa Ngai, kwa ajili ya mkono wa Bwana. wĩra ũrĩa Ngai ararutĩra kanitha, Ile kazi Bwana anatendea kanisa, nĩarenda kũũharĩrĩria, anataka kuliandaa kanisa, na nĩarenda kũũthagathaga, na anataka kuliandaa. na nĩkĩo maandĩko maratwĩra atĩrĩrĩ, Na ndiposa maandiko imesema hena ũhoro wa kwĩnyihia, kuna maneno ya kunyenyekea, na hena ũhoro wa gwathĩka, na kuna maneno ya kutii, nĩ tondũ wa guoko kwa Ngai, kwa ajili ya mkono wa Bwana kũrĩa kwĩna hinya, kule ambao kuna nguvu. o ũrĩa tũgũthiĩ tũgũthoma maandĩko mangĩ manyinyi, Na kama vile tutaendelea tukisoma
tukisoma maandiko tutaongea juu ya mkono wa Bwana. Lakini kabla hatujafika maandiko yale, ninasikia Roho Mtakatifu akinisihi maneno ya kuandaa kanisa na kuwa na utiifu. Amen. Na kuwa na utiifu na maneno ya kunyenyekea, ili naye Bwana wetu akaweze kutuhudumia. Na mafundisho ni mengi ambayo kama vile tumekuwa tukifundishwa. Lakini siku ya leo kanisa la Bwana, ninasikia Mungu akinihisi kusukuma yale maneno ya kunyenyekea na maneno ya kutii, kwa sababu ya mkono wa Bwana ulio na nguvu, na ili wakati unaofaa ukifika, basi naye Bwana atalinua kanisa lake. Na sio wakati ati uko mbali sana utakuja. Hilo ni hivyo Bwana anataka kufanya nyakati. Lakini kuinua kule atainua kanisa. Atainua kanisa lilio na utiifu. Na atainua kanisa lilio na unyenyekevu. Kunyenyekea kwenye mkono wa Bwana ulio na nguvu. Amen. Na kwa sababu hilo ndilo tamani letu. Na Mungu ambaye amekusaidia usikie sauti hii siku ya leo, ili naye Bwana akusaidie, na ili uwe na hili jambo la kunyenyekea. Watu wao wanajivuna na kujinua kwa njia nyingi, na unaona Mungu anapuuza kuhudumu nao. Watu wanajiona kama wanafaa, na unakuta Mungu amewaondokea na anawacha kuhudumu nao. Lakini hapa tunaongea juu ya vile Bwana amekusudia, vile anataka kulinua kanisa lake. Na unajua kanisa lake ni wewe nami. Na kama Mungu ametarajia kuinua kanisa lake, anataka watu wanyenyekevu, anataka watu watiifu, chini ya mkono wake ulio na nguvu. Amen. Na kunyenyekea kule tunaongea juu yake ni kulingana na uongozo wa Roho Mtakatifu. Kanisa ziko nyingi zinaongozwa na fikira za watu, zinaongozwa na vile watu wanaona kunafaa. Lakini siku ya leo nikinenea kanisa la Bwana, ninanenea kanisa litanyenyekea chini ya Roho Mtakatifu, na ninenea kanisa litaoti Roho Mtakatifu ukiwa chini ya mkono wa Bwana, ili naye Bwana akitazama hili kanisa awe na nafasi ya kuliinua lile kanisa. Kwa sababu maandiko imetuambia wakati ule ukifika, naye Bwana ataliinua kanisa lake. Na ndiposa nataka usiangalie siku zijazo, lakini ujue nyakati ni hizi, kule ambao kuna stahili kunyenyekea, kuna stahili utiifu chini ya mkono wa Bwana. Amen. Ile ni msingi ambao nimeweka, ili tukija kunena juu ya mkono wa Bwana, kwa sababu Roho Mtakatifu ndio amenena, na tumekuwa tukifundishana haya maneno. Lakini Roho Mtakatifu anaendelea akirudia mambo kama vile nimesema, kwa vile Bwana anaendelea akituongeza, na hilo jambo linatufanya tulinue jina la Bwana, kwa sababu kanisa la mitume, maandiko inasema walikuwa wanakusanyika na walikuwa
wanamega mkate na magakorwo megoro emwe na wakawa katika roho moja. Na keithe wituni Naye Bwana wetu ni amongagirira thirito-ini yao. alikuwa anawaongeza katika kanisa lao. Kaigua mukiambararia Ngai. Na kwa hivyo nasi kumuinua Bwana. Ndio ihoya rĩrĩa tũkoretwo tũkĩhoya. Kwa sababu ya ile ombi tumekuwa na ũrĩa tũkoretwo twĩgwatanĩro ĩmwe. Na vile tumekuwa katika ushirika mmoja. Ngai nĩ arathiĩ akĩhũraga mũhũri. Mungu anaendelea akipiga muhuri. Nĩ ũndũ ũrĩa arathiĩ agĩtuongagĩrĩra o mũthenya o mũthenya. Kwa sababu ya vile anaendelea akituongeza kila siku. Na nĩkĩo morutani marĩa aneanĩte kĩgongona-inĩ rĩ. Na ndiposa mafundisho ambayo Bwana amekamilisha. Nĩkĩo ũrona nĩ arathiĩ agacoka na thutha akamacokera. Ndiposa anaenda anayarudia. Nĩgetha ahote gũteithia arĩa marahonoka. Ili aweze kusaidia wale ambao wanaokoka. Nĩgetha ahote gũteithia arĩa marajoini kanitha. Na aweze kusaidia wale wanajiunga na kanisa. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Katika jina la Yesu. Nĩkĩo maandĩko magĩtwĩra atĩrĩrĩ. Ndiposa maandiko ikatuambia. Mwĩnyihiei mwathĩke. Basi nyenyekeni na muwe watiifu. Harĩ guoko kwa Ngai. Kwenye mkono wa Bwana. Kũrĩa kũrĩ na hinya. Ulio na nguvu. Na nĩgetha rĩrĩ. Na ili. Ihinda rĩu rĩakinya-rĩ. Wakati ule ukifika. Na nĩrĩo rĩrĩ twĩnarĩo rĩ. Na ndizo nyakati. Na keithe witũ ahote kwambĩrĩria kanitha wake. Naye Bwana atalinua kanisa lake. Amen. Arokumio. Amen. Na hau pastor atigĩrĩra atwĩra atĩrĩrĩ. Na pale pastor amesoma. Na mũrekagĩrĩrie ithe witũ. Na mumwachilie Bwana wenu. Maũndũ manyu mothe na mabataro manyu. Mambo yenu na mahitaji yenu. Tondũ nĩwe ũcugurikagĩra maũndũ mau manyu. Kwa sababu yeye ndio ushughulika na yale mambo. Nĩ mahinda maingĩ andũ megiaga. Ni wakati mwingi watu Na wanajisumbua. ũgakora andũ magĩthumbũra na njĩra nene. Na unakuta watu wanajisumbua kwa ajili. No kiugo mũthenya wa ũmũthĩ-rĩ. Lakini neno siku ya leo. Nĩkĩratwarĩria na njĩra njega. Inatunenea kwa njia kuu. Twatuĩka andũ a kwĩnyihia. Ya kwamba tukiwa Na wanyenyekevu. tũtuĩke andũ a gwathĩka. Na tuwe watu watiifu. Twĩrungungũra guoko kwa Ngai-rĩ. Basi tukiwa chini ya mkono wa Mungu. Nĩatanyĩte gũtwambararia. Basi anakusudia kutuinua. Nĩatanyĩte gũtũtua tofauti na andũ arĩa angĩ. Anakusudia kutufanya watu wa kipekee. Na wona twamũrekereria mabataro maitũ-rĩ. Na tukimwachilia mahitaji yetu. Wona twamũrekereria mũtũrĩre itũ-rĩ. Tukimwachilia maisha yetu. Wona twamũrekereria mathĩna marĩa twĩ namo-rĩ. Tukimwachilia shida zile tulizo nazo. Maandĩko moiga nĩwe ũcugurikagĩra maũndũ maitũ. Maandiko inasema ndio anashughulika na mambo Rĩu yetu. onakorwo nĩtũragerera kũndũ kũritũ. Ijapokuwa tunapitia mambo magumu. Onakorwo nĩtũracemania na mabataro mangĩ magatũrema. Ijapokuwa tunakuta mambo mengine inatushinda. Wona twatuĩka andũ a gwathĩka. Basi tukiwa watiifu. Wona twatuĩka andũ a kwĩnyihia. Basi tukiwa wanyenyekevu. Guoko kwa Ngai gwĩtiarĩ. Mkono wa Bwana uko tayari. Nĩgetha gũthiĩ gũkĩambararia o ũmwe witũ. Ili kuendelea kukiinua mmoja kila mmoja Gũthiĩ wetu. maũndũ-inĩ ma kĩroho. Katika mambo ya Na kiroho. maũndũ-inĩ ma kĩndũire. Na katika mambo ya kiasi. Mwathani arotũririkana. Amen. Nĩkĩo maandĩko matwĩra mwĩnyihiei. Ndiposa maandiko imesema tunyenyekee. Na mwathĩke. Na tuwe watiifu. Harĩ guoko kwa Ngai. Kaa chini ya mkono wa O Bwana. kũrĩa kũrĩ na hinya. Kule ambao kuko na nguvu. Nĩgetha nake Ngai agĩe na chance ya gũtwambararia. Na Bwana awe na nafasi ya kutuinua. Na nĩgetha twanjie kũgĩa tofauti. Na ili tuwe tofauti. Na andũ arĩa angĩ mena kũrĩa nja. Na wale watu wengine walio huko nje. Mwathani arotũririkana. Amen. Na maandĩko magĩtwĩra wega atĩrĩ. Na maandiko ikatuambia Na kwamba maũndũ marĩa magũthĩnagia ma o mũthenya-rĩ. nayo yale anakusumbua ya kila siku. Atĩ tũmũrekagĩrĩrie ithe witũ. Basi tuiwachilie Bwana. Tondũ nĩwe ũcugurikagĩra maũndũ Kwa macio. sababu yeye ndio ushughulikia yale mambo. No condition ĩrĩa tũraheo mũthenya wa ũmũthĩ-rĩ. Lakini vile tumeambiwa ni Mwathani arokumio. Amen. Nĩ ũhoro ũcio wa kwĩnyihia. ni lazima tunyenyekee. Nĩ ũhoro ũcio wa gwathĩka. Na hiyo maneno ya kutii. Na ndĩraria ũhoro wa gwathĩkĩra Roho Mũtheru. Ninaongea juu ya kutii chini ya Roho Gũthiĩ Mtakatifu. kuuma he ndungata. Kutoka kwa watumishi Ona nginya kũrĩ acirika. hata washirika wa kanisa. Nĩgetha Ngai ahote kwĩgĩra na andũ. Ili Mungu awe na watu Mekũhota gũikara rungu rwa guoko gwake. ambao watakaa chini ya mkono wake. Nĩgetha nake ahote rĩu kũmoya. Na ili naye wachukue. Nĩgetha arĩkie kũmambararia. Na ili awainue. Nĩgetha nginya ndũrĩrĩ ngũrane na imenye atĩrĩrĩ. Ili mpaka watu wa mataifa wajue Andũ aya nĩ maratwarana na Ngai. ya kwamba wale watu wanaandamana na Mungu. Mwathani arokumio. Amen. Maũndũ marĩa Ngai akoretwo agĩka thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Yale Bwana amekuwa akifanya katika madhabahu hii. Ona ithuĩ tũraigua atĩrĩrĩ. Hata nasi tunasikia. Ona kwenda kũnyiha makĩria. Hata kunyenyekea zaidi. Nĩgetha ithe witũ onekanagia rĩmwe. Ili Bwana aonekane yeye mwenyewe. Ona kũigua gwathĩka makĩria. Na kusikia tu kutii zaidi. Na hau nĩho hithiri ĩhithĩtwo. Na pale ndio siri iko. Nĩgetha Ngai ahote gũkwambararia rĩ. Ili Mungu aweze kukuinua. Na wanjie kũgĩa tofauti na andũ arĩa angĩ rĩ. Na uwe na
tofauti na wale watu wengine ni kutii na kunyenyekea ili mkono wa Bwana ukuinue. Amen. Na kwa sababu nataka tusome maandiko ile itapatikana katika kitabu cha ili tuingie katika mkono wa Bwana. Kwa sababu Bwana alifanya yale mambo na ninajua Bwana atatufanya mema na atatubariki. Nataka tusome katika kitabu cha Efeso. Na hapo ndipo tutasoma. Efeso ni 4 na ninajua Bwana atatunenea makuu. Kitabu cha Efeso ni 4 na tutaanza aya ya 11. Na ninajua Mungu atatubariki. Sasa tunanena juu ya mkono wa Bwana. Ule tunastahili kunyenyekea chini yake. Na ili Bwana akaweze kutuinua. Basi tutasoma katika kitabu cha Efeso 4 kuanzia aya ya 11. In the book of Ephesians chapter 4 beginning from verse 11 na thini wa Efeso inya waje mwali wa 11 inya mwali wa 13. Antuguthoma agikeana amwe matuike atumwo na agiana fi na agiahunjia na agiareithi agoro cia andu ona arutani nigetha andu aria mure matuike agiriru kuna naguo wira wa gutungatanagira urutagwo naguo mwiri wa Kristo wongererwo hinya o nginya hindi ria ithuothe tugakinyirira uhoro wa gwitikio umwe ona kumenya muru wa Ngai ona mundu o witu atuike mundu mugima ari na kioga kiiganaine na kiria gia Kristo ariwe uyuire ugima wothe. Amen. Hallelujah. Amen. Basi ukienda nyumbani utaenda umalize hapo tumewachia. Tunanena juu ya mkono wa Bwana. Na kule tumesoma katika kitabu cha Petro ya kwamba tunyenyekee chini ya ule mkono. Na ni lazima atufundishe watu ule mkono ni gani. Ili kila mtu ajue ananyenyekea chini ya mkono mgani. Na yale maandiko tumesoma. Maandiko inasema yule ambaye aliyepaa mbinguni yeye ndiye aliteremka na ili aweze kujaa kila mahali. Na kile kilichomfanya Yesu apae mbinguni na basi tena akateremka kwa sababu Yesu alipokuwa hapa ulimwenguni alianza huduma na akaanza kuhubiri na wakati alitazama akaona hangehudumu vile angetaka kwa sababu alikuwa amefungwa na mwili kama sisi. Na ndipo aliona ni vizuri apae mbinguni. Na ndipo maandiko inasema ya kwamba nitaenda lakini nisipoenda yule anastahili kuja hata kuja. Kwa Yesu akaenda ili Roho Mtakatifu aje na ili ajae kila mahali. Kwanza unaona tunahudumu huku. Ukienda kanisa hizo zingine watu wanahudumu. Ukienda nchi za ng'ambo watu wanahudumiwa. Kwa sababu ile kazi inafanywa na Roho Mtakatifu. Lakini maandiko imetuambia alipopaa mbinguni kuna wale aliita. Na kwa nini aliwaita? Amen. Ili kanisa la Bwana lisimamishwe vyema. Na huo ndio tunaita mkono wa Bwana. Ule mkono tunastahili tunyenyekee chini yake. Na ndipo pale tumesomewa ya kwamba ile mito
aliita watu. Na usisahau. Tunaongea juu ya kunyenyekea. Tunaongea juu ya kutii. Chini ya mkono wa Bwana. Bwana akiona vile tunatii. Na akiona vile tunanyenyekea. Naye atuinue. Inastahili tuwe na kanisa tofauti. Kwa sababu mnajua mafundisho sasa ni mengi. Inastahili tuwe na tofauti. Ili kanisa la Bwana lijifunue. Kama vile Roho Mtakatifu alisema ya kwamba Yesu alipokuja aliita mitume wake. Na hapo ndipo kanisa lake lilianza. Lakini maandiko inasema na Roho Mtakatifu akafafanua vizuri wakati mapenzi ya watu ilianza kuwa nyingi katika kanisa. Na ile shina ambayo Yesu alianza ikaanza kufunikwa na upendo wa watu. Mpaka kanisa linadharauliwa. Kwa Roho Mtakatifu alisema ya kwamba amekuja ili pahali mitume walikuwa. Na vile Yesu alipoanza kanisa aonyeshe pahali shina ili wale wataojenga wajenge juu ya ile shina. Kwa sababu hata ukisikia Yesu anafunuliwa anakuja kulichukua kanisa. Na ile kanisa atakuja kuchukua ni kanisa lile alianza ile ilianza kwa ajili ya fikra ama ujuzi wa watu. Zile kanisa ambao watu wamefikiria wanafaa kufanya hii kazi. Yesu ana haja na hizo kanisa. Lakini hakuna haja na kanisa aliyoanza. Kwa Roho Mtakatifu amekuja ili aonyeshane kanisa la Bwana. Kwa maandiko ikatuambia tukishanyenyekea na tutii tukiwa chini ya mkono wa Bwana, basi naye Bwana atatuinua. Sio wewe ambao utaenda ukinena ukisema vile umeamini, ukisema vile mnaandamana na Bwana, lakini vile Bwana atakuinua kila watu wote wataona. Tumeambiwaje? Iguru ya modo omuhurire thimu. Alituambia juu ya mtu alimpigia simu na akamwira atiriri, na akamwambia ndiraigwa gitogorio ni Ngai, nimenaongozwa na Mungu njuke tuikarire nawe, nije tuketi pamoja nawe. Kwa maundu ndiraigwa Ngai agendeithia kumana na kurire, kwa sababu kuna mambo Bwana anaweza kusaidia. Nungu ni ndivyo Ngai atanyite, na hivyo ndivyo Bwana anataka. Tihebu katera Ngai eiki, sio tu kwa mtumishi wa Bwana, ona haliburu na mwali wa ithe wituli, hata kwa ndugu na dada. Ile Bwana atakuinua wewe, utakuwa mtu wa kuja watu kutafuta ushauri. Lakini ndio Bwana kuinue. Ndipo maandiko yametuambia lazima tunyenyekee, alafu tuwe watiifu chini ya mkono Bwana ulio na nguvu, ili naye Bwana akuinue. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hivyo tumesomaje katika Efeso? Wale watu walipoita aliita mito mitano. Na ile mito mitano hiyo inaitwa mkono wa Bwana. Amen. Hii mito mitano hiyo inasimamia mkono wa Bwana. Maandiko imesema akaita mitume, akaita manabii, akaita wahubiri, akawafanya wengine wachungaji, na akaita hata walimu. Huu ndio tunaita mkono wa Bwana. Ile Bwana aliita ni kwa nini? Wale tumesoma katika
katika umao. Nigetha aria amureri Ili wale wateule matuike agereru kona wawe wamekamilika kweli. Mwathani arokumio. Amen. Na nigetha matuike agereru kona ari Na ndiposa wawe wakamilifu kweli. no nginya gukie na uruti wira uria mararutirwo. Ni lazima kuwe na ile kazi itatendeka kwa hii mkono wa Bwana. Ile kazi mkono wa Bwana ndiopoza wale wateule wawe wakamilifu kweli. Na ndipoza nao jambo la kuhudumia watu. Amen. Niliandika na Kikuyu na nikaandika ili ile kazi ya kuhudumia watu nao ikaweze kutendeka. Amen. Ndipoza ile mito 5 iliitwa na mwili wa Kristo Yesu na mwili wa Kristo Yesu uwe unatiwa nguvu. Tunaongea juu ya mkono wa Bwana ile ambayo imetokana na mito hiyo 5. Amen. Aria amure matuike agereru kona ndiposa wateule wawe wakamilifu kweli. Ogwo gwoko goko niko gukuruta wira ucio. Kwa hivyo huu mkono ndio utafanya ile kazi. Nigetha andu aria amure matuike agereru kona ili wale watu ambao wameitwa wawe wakamilifu. Na wira wa gutungata nayo kazi ya kuhudumia uthiage na mbere ukirutagwo iwe inatendeka. Mwathani arokumio. Na mwili wa Kristo Yesu na mwili wa Kristo Yesu uthie na mbere na kuongererwo hinya uendelee ukitiwa nguvu. Mwathani arotuteithia okinya tugakinyirira mpaka tutakaofikia gukorwo twitikitie witikio mwe kuwa tuna imani moja. Siku ya leo imani ni nyingi no uria twoigari lakini vile tumesema Mwathani aroka kugira kanitha uria ambiririe Bwana anakuja kutafuta na kuchukua kanisa witu. Kwa hivyo katika nchi ona mabũrũri maria mangĩ mena nja na hata nchi za nje Ngai nĩatanyĩte Mungu ametarajia gũkinyĩrĩra tũgĩe na wĩtĩkio o ũmwe kufikia tuwe na imani moja nĩgetha agĩe na kanitha ũrĩa ekũgĩra ili awe na kanisa atakao kuja kuchukua. Mwathani arotũteithia atĩ ona tũkinye itĩna na hata tufike wakati wa kũmenya Ngai oro ũmwe kujua Mungu mmoja tondũ Ngai nĩ nyingĩ mũno ciĩkuo kwa sababu miungu ni mingi sana. No thĩinĩ wa mĩtĩ ĩno rĩ lakini katika mito hii Ngai nĩatanyĩte atĩrĩrĩ Mungu anatarajia kanitha wa Ngai nĩũkũrutĩrwo wĩra kanisa la Bwana litafanywa kazi nginya gũkinyĩrĩra itĩna mpaka lifikie ya kũmenya Ngai oro ũmwe kujua Mungu mmoja tu. Na ya mwisho twĩrwo atĩrĩrĩ ya mwisho tukaambiwa o nginya tũgakinyĩrĩra mpaka wakati tutakaofika Mwathani arotũteithia gũkorwo tũrutĩirwo wĩra kuwa tumefanywa kazi. Haleluya. Amen. Nginya tũgĩe na kĩũga mpaka tuwe na kina na kimo ta kĩrĩa kĩarĩ na Kristo Yesu kama kile kilichokuwa na Kristo arĩwe wĩna ũgima wothe aliyojaa kukomaa kote. Mwathani arotũteithia. Ũguo nĩguo Ngai atanyĩte. Hivyo ndivyo Bwana anatarajia. No nĩgetha guoko gũkũ kwa Ngai lakini ndiposa huu mkono wa Bwana gũkinya itĩna rĩa kũruta wĩra rĩ ufikie kufanya kazi yake. Mwito ũyũ twerwo atĩa? Huu mwito tumeambiwaje? Kudirikana pastor nĩaratũrire mũthenya ũngĩ na mjue pastor alituambia juu ndio kũgĩa na mahinda rĩ ya kwamba wakati nitakuwa na nafasi ya gũtũruta ũhoro wa irũngo ici cia ciara atatufundisha juu ya viungo hizi 14 za mkono. Kũrutana mũthenya wa ũmũthĩ lakini mimi sitafundisha siku ya ya leo lakini nitataja tu hii moja gĩkoragwo na marũngo merĩ hii ambayo iko na viungo mbili. Mwathani arokumio. Amen. Kwa sababu vile watumishi wa Bwana walikuwa wanaenda kuwa kiungo na kwa wĩra ũkĩingĩha mũno rĩ nayo kazi ikawa nyingi gwĩtuĩka andũ maamũrwo na kukasemekana katika kanisa la kwanza nĩgetha marũgamagĩrĩre mawĩra tofauti kĩgongona-inĩ ili waweze kusimamia kazi tofauti katika ndungata cia Ngai itingĩhota mawĩra mothe kwa sababu mitume hawangeweza kazi ile yote. Na watu makiuga atĩrĩrĩ nao mitume wakasema nĩgetha tũtigĩrwo maũndũ merĩ wawachiwe mambo mawili, ũhoro wa kũhoya mambo ya kuomba na ũhoro wa kwenyũra mũgate na kumega mkate. Bwana asifiwe sana. Amen. Ndio tũgĩaga na atongoria angĩ kanitha-inĩ ndipo tunakuwa na viongozi wengine kanisani nĩgetha ndio tũkahota kũhoya ndipo nasi tunaweza kuomba tukagĩa na ihinda rĩa kwenyũra mũgate na tunakuwa na nafasi ya kumega mkate nĩgetha kanitha wa Ngai ũthiĩ ũkĩruta na ili kanisa liendelee kifundisho. Na nini wa mĩtwe nĩ wetano rĩ na katika hii mito 5 maandiko matwĩra atĩrĩrĩ maandiko imetuambia arĩa metirwo a mbere rĩ wale walioitwa wa kwanza metirwo marĩ atũmwo wakaitwa mitume. Mwathani arotũteithia. Amen. Na atũmwo nĩ andũ tofauti mũno na mitume ni watu tofauti sana. Nĩkĩo wonaga andũ aingĩ nĩ mendete mũno kwĩĩta
ritwa Na ndipo unaona watu wengi wanataka kujiita apostle. Ondo ni mundu munene muno. Kwa sababu apostle ni mtu mkubwa. Na nowe kai etikiririe. Na yeye tu ndio Mungu alikubali. Na ndikwenda utigona thutha. Na sitaki uachwe nyuma. Turali oro akwenyihia rungu rwa guoko kwa Ngai. Tunaongea juu ya kunyenyekea chini ya mkono wa Bwana. Na nini twaje guchagua guoko kwa Ngai ndekuri. Na sasa ndio tumeanza kuchagua mkono wa Bwana. Kule twagire kwenyihia rungu rwako. Kule tunastahili tunyenyekee chini ya. Tukigiana na wathiki. Tukiwa na utiifu. Nigana na kaide twathie na mbere gutwaka. Ili na Bwana aendelee kutuinua. Nikiona ndo Ngai ni arabararia na njira nene. Ndipo unaona Mungu anainua wengine kwa njia kuu. Ndio watu katika kiroho na katika utumishi. Ukona Ngai ni arabararia andu aingi kinduire. Unakuta Mungu anainua hata watu kiasi. Na kama rathima na njira nene. Na anawabariki kwa njia kuu. Ti tondu wa maundu maingi. Sio kwa mambo mengi. Ni kumenya thiri nere. Ni kujua tu siri. Kwenyihia rungu rwa guoko kwa Ngai. Kunyenyekea tu chini ya mkono wa Bwana. Ora wabananagia ni Ngai. Kwa sababu yule anainua watu ni Mungu. Akigita ameta kwatumwo. Akaita wao wanaitwa mitume. Nikindo nya miandu abata muno. Na nikasema ni watu wa maana sana. Na nuko farando ingi makiita ritwa riri. Na unakuta watu wengine wanataka kujiita mitume. Ora nimetekelezwa gutungata. Kwa sababu wao wanakubaliwa. Uhoro wa utungata wa atumwo. Kwa kuhudumu katika mitume. Na gutungata uhoro wa nabii. Na kuhudumu kama nabii. Na gutungata uhoro wa uhujia. Na kuhudumu kama wahubiri. Na gutungata uhoro ine wa uridi wa gorosi ya na kuhudumu kama wachungaji. Wana kurutana. Hata kufundisha watu. Nikero muthegwa tuwendire wega. Na ndipo Roho Mtakatifu akatuambia. Ndio ni tukoletwo tukirutwo ni ndungata iria ikoletwo ikirutana kibogona giki. Na tumefundishwa sana na watumishi wale wamekuwa wakituteithia. Amen. Hallelujah. Amen. Ati kiara giki no kio gitikirite. Ya kwamba hii kidole tu ndio inakubaliwa kuhutia mitwe ya isiara isi. Kuguza vichwa za hizi zingine zote. Bwana ndiye arokumio. Amen. Kwa mtu muone. Kwa hivyo mitume yatukataka iheo isi sio. Anaweza kuhudumu na vipawa hizi zote. Bwana ndiye arotumia. Amen. Hallelujah. Amen. Na kiara giki ya kendele. Na hii kidole hii ya pili. Ndio ndio maundu mara ndio gusokera naso. Ndipo anasema Roho Mtakatifu ni kurudia na rudia. Ndio watu wale Ngai yetitia kanitha ine. Kwa sababu ya wale watu Bwana ameendelea. Ndio na matikati kuona thutha. Ili nao wasiwachwe nyuma. Hata ukinyukia na kanitha wao. Waweze kwenda pamoja na kanisa. Na kiara giki nao hii kidole. Kulingana na wale twathomerwo maandiko ni ndungata ya Ngai ri. Kulingana na vile tumesoma. Kiaragia uhoro wa munabii. Ndio kinaongea juu ya nabii. Na kiara giki ni kirabatara kwirorwo muno ri. Na hii kidole inastahili kuchungwa sana. Ono munabii ri. Kwa sababu nabii niwe wamũrĩtwo thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai. Ndiye ameteuliwa katika nyumba ya Bwana. Nĩgetha onagĩrĩrie kanitha wa Ngai njĩra. Ili aweze kuonyesha kanisa la Bwana njia. Mũndũ no arũgame haha. Mtu anaweza simama hapa. Ona ategũtinda agĩthioma. Hata kabla hata hajaongea na Mungu. Ahũthĩrwo nĩ Ngai na kĩbungo kĩa rwĩmbo. Na atumiwe na Bwana katika kifungo. Na ũkore nĩ akinya ũnabii kĩgongona-inĩ. Na ukute ameleta unabii kanisani. Mũndũ no arũgame haha. Mtu anaweza simama hapa. Arũgame ena maandĩko. Na asimame akiwa na maandiko. Na Ngai amũhũthĩre. Na Mungu amtumie. Na one nĩ akinya ndũmĩrĩri. Na uone amefikisha ujumbe. Na njĩra ya ũnabii. Kwa njia ya unabii. Kũgerera maandĩko-inĩ. Katika ile maandiko. Toiga kĩno ũgwati nĩkĩ? Ninasema ni hatari hiki. Tondũ nĩ kwarahũkĩte. Kwa sababu sasa kumeinuka. Anabii a mĩthemba mĩingĩ. Manabii ya aina nyingi. Na nĩkĩo kanitha wa Ngai. Na ndipo kanisa la Bwana. Inyuĩ mũranjigua mũthenya wa ũmũthĩ. Ninyi ambao mnanisikia siku ya leo. Ona inyuĩ mũratũigua mtandao-inĩ. Hata nyinyi mnatusikia katika mitandaoni. Nathani arokumio. Amen. Ni ihinda rĩa kwĩhũga. Ni wakati wa kujiangalia na kujiangalia vizuri. Nĩgetha tũnyihe rungu rwa guoko kwa Ngai. Ili tunyenyekee chini ya mkono wa Bwana. Na twathĩke rungu rwa guoko kwa Ngai. Na tutii katika mkono wa Bwana. Nĩgetha twambararie we mwene. Ili yeye mwenyewe akuinue. Na nĩgetha ona mũnabii maingĩ marĩa mathiĩte makĩarahũkaga. Na ndipo hata manabii yale ameinuka. Na mbere na kũmakũrana. Uendelee ukitofautisha. Nĩkĩo kĩara gĩkĩ rĩ. Kwanza hii mkono. Nĩkĩo mbica na mũhiano. Ndio picha na mfano. Wa kuorotera kanitha. Wa kuonyesha kanisa njia. Njĩra ĩrĩa kanitha wagĩrĩire kũgera. Ya kuonyesha kanisa njia inayostahili. Na maũndũ ma andũ aingĩ ndĩrathiĩ ngĩcokagĩra. Na nasema ninaendelea nikirudia. Tondũ tũrĩaruta mahinda maingĩ. Kwa sababu tumefundishwa sana. Na tũkoiga atĩrĩrĩ. Na tukasema gũtirĩ kĩoro kĩara kĩngĩ. Hakuna kidole kingine. Kĩonanagĩrĩria njĩra. Kuwa kiasi kinaonyesha mtu njia. Kĩara gĩkĩ. Ya ni kidole hiki kinaonyesha nabii ni mũndũ wa bata mũno kĩgongona-inĩ. Kwanza nabii ni mtu wa maana sana katika kanisa. Nĩwe worotagĩra kanitha njĩra ĩrĩa wagĩrĩire kũgerera. Kwa sababu yeye ndio huonyesha kanisa ile njia inastahili kupitia. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Katika jina la Yesu Kristo. Tũgoka kĩara gĩkĩ gĩa gatatũ.
gatatu unakuja hii kidole ya tatu na nikio kila iwezi ya rasmi tozi na ndiposa ndio kirefu kuliko hizi zingine zote. Mwana ni arotulirikana. Amen. Na kiara ni ikiri na hii kidole kiara ni horo wa evangelist ndio kinaongea juu ya wahubiri ama evangelist ahujia lebo imagaraga wale ambao wanaenda mbali nigenda mahote muthie gutungata ili waende wakahudumu na nigenda twende agai mamenye uhoro wa Ngai na ili watu wengi wa Mungu wajue hili maneno la Bwana nikio hagiaga na thina na ndiposa kuna kuanga na shida ana yaweje to mwe evangelist ukijua umeitwa kama mhubiri ama evangelist wira waku ni kumagara kazi yako ni kuenenda ndio kihujagiria ndo unaendelea ukihubiria watu na nikia kumenya Kristo le na wakisha jua Kristo tuweka wako maneana yeye uyapeane nigenda matungata ngo ili wahudumiwe lakini kila tumaona maundu magithukani kwanza unaona mambo yanaharibika ndio ningine mundu ni mwite evangelist kwa sababu mtu ameitwa kama evangelist ndio magaravia hena kiugo kia Ngai le na akienda akihubiri neno la Bwana ono nginya Ngai yekire hinya undu ucio kwa sababu lazima Mungu atie nguvu ile ugakora andu aingine mahonoka nakuta watu wengi wameokoka na andu hatigane na andu acio na badala ya kuwawacha nigeza wafundishwe mathie na mbere na kurutwo ili sasa wafundishwe kona mundu ni ahingura kanitha unakuta evangelist amefungua kanisa mundu ni evangelist na huyu mtu ni evangelist na agirire gutiga andu acio mathie na mbere gutungata na anastahili awawachwe sasa na wafundishwe kiribana ni thitura ringi naye endelee kakiji lingine nikio kiara gikiane ne hiyo ndiposa hii kidole ni kirefu kuliko nigenda evangelist magarage kundu ndiposa evangelist anaenda mbali na mundu arutage wira wake haria etigo na kila mtu afanye kazi yake pahali alipoitwa. Bwana ni arotuteithia. Amen. Tuoka kera giki gya kana. Tukija kwa kidole ingine ya nne Naona nako no kanyia na unaona ni fupi kidogo. No omenye turachagua uhoro wa guoko kwa Ngai. Lakini tunaongea juu ya mkono wa Bwana. Ogwa kwinyihia kuna batara kwinyihia. Kwa hivyo ile kunyenyekea inastahili. Ndio wa motu kata ma ya Ngai ya heani. Ni katika huduma hizi Bwana alipeana. Ndio uko kinyia rugura motu kata ma ya hali. Na wakati utakao nyenyekea chini ya huduma. Ndio uko ukinyia rugura guoko kwa Ngai. Basi utakuwa unanyenyekea chini ya mkono wa Bwana. Ndio uko wagiandika. Na wakati utakapokuwa unatii. Ndio wa motu kata ma turali uhoro wa mbole. Katika hizi huduma tunaongea juu ya Bwana ndiye anatulirikana. Amen. Ndio uko ukioneka. Basi utakuwa unaonekana rugura guoko kwa Ngai. Ukiwa chini ya mkono wa Bwana. Ukiandika rugura guoko kwa Ngai. Na ukitii chini ya mkono wa Bwana. Na Ngai ndiye anatugirire gweka. Na Bwana hakuna kitu kingine atafanya. Guoko kwake ni guoko na hinya. Kwa sababu mkono wake ndio ulio na nguvu. Otogo maana kama tuna dhini wa vetu. Kama vile maandiko imesema katika kitabu cha Petro. Kainogo kaego kaatwa. Basi Mungu atakuja akuinue. Bwana ndiye anatulirikana. Amen. Nikiona Ngai na andũ arambia gĩta. Sasa unaona Mungu anaendelea akiita watu. Wakati ndio shuhudu wa kunyihia. Na unakuta wale watu kwa ajili ya kunyenyekea. Na ndio wa kutonya wathekine. Na kwa sababu ya kuingia katika utiifu. Ona maro kama mbele ya kanisa. Hata wakisimama mbele ya kanisa. Ukaiko ni marali ya moyo wa Ngai. Unakuta wale watu wanaleta uhai. No marali na mbele na kunyihia. Lakini wanaendelea kunyenyekea. Kama tikitikira kuyambararia. Na hawezi kujivuna. Kono ni marakurana makenyati makamenyatire. Kwa sababu wanajua ya kwamba kwa barara barabara vile wameinuliwa ni mkono wa Bwana umefanya vile. Lakini natoka juu ya kunyenyekea na maneno ya kutii. Tukiingia katika mkoa hii kulingana na wale kama vile tumesomewa. Hii ndio inasimamia mchungaji. Amen. Amen. Na niliona kama tuko pale. Ama Bwana tusaidie tuwe huku. Pahali angetaka kuweka mtu. No base ya maudu modeli. Lakini msingi wa kila kitu ni kunyenyekea na kuwa mtii. Kakara jiorowa. Hallelujah. Amen. Hii inaongea juu ya mchungaji. Inaongea juu ya mchungaji. Na nikio tugetukatiro tunakwatire. Na ndipo tukihudumia tunaambiwa. Kama kana mwingine tumeko hikania. Wakati kijana na msichana wanaoana. Bwana asifiwe. Amen. Hado akinya katukate kolia tire. Kuna bahali inafika mtumishi anauliza, niki mwina kio. Mna ishara gani ya kuonania ya kuonyesha nikago na moni mahali wala hata mkitoka hapa komenya kage ni muhikanitie tulikane mlikuwa mmeoana. Mwana ndio anatutaidia. Amen. Ukiolege tuhikanitie ile harusi tulipooa yule wale tudini wa Maraki ni ile imenenwa chini kitabu cha Malaki. Unaona deka goko ugweli. Kwa sababu nikifanya mkono hivi utile kidoro na haha hauoni pete huku kwa kidole. Kama rainga atene. Lakini maandiko inasema ndio mwahikanagia ile katika kitabu cha Malaki wakati ulipomwoa
kuoa mke wako, Mungu ndio alikuwa shahidi. Kwa hivyo kama kuna pete iliwekwa, Mungu aliweka na Yesu na Roho Mtakatifu. Amen. Basi tunasema wakati kijana na binti wanaoana, wakiuliza ni nini mko nayo, ishara ya kuonyesha mnaoana leo, wanatoa pete. Na mtumishi wa Mungu anawaambia, sasa wewe kijana, chukua ile pete ili uweke ule msichana unaompenda. Na hiyo pete huwa inawekwa juu kidole hiki. Na msichana anachukua pete, anaweka ule kijana pete, inawekwa kwa hii kidole. Amen. Na ni ngumu sana uone msichana ama kijana akijaribu kuweka pete katika hii kidole ya mitume. Pete inawekwa kwa kidole hiki. Inawekwa kwa kidole hii kwa nini? Kwa sababu pete inaongea juu ya upendo usio na mwisho. Ndipo unaona pete ni pete ya round, haina mwisho na haina mwanzo. Na haina mwisho na haina mwanzo. Haleluya. Amen. Na hivyo ndivyo mchungaji katika kanisa anastahili kuwa ametayarishwa, anakuwa na upendo yani usio na mwisho ama kiechanzo kwa kondoo zile ambaye anahudumia. Kama mtu ako na pesa, kama mtu ni maskini, kama mtu ni mkubwa. Haleluya. Amen. Kama vile tuko na mtumishi wa Mungu chief, na mwenoni ukakora mundu ungi ndani na cheo nene ukiruta kwa wira wa gushaririria tukiriagiria, na unakuta mwingine pande ule hana cheo kubwa sana, murejini arabatarania, mchungaji anahitajika ukoro akienda chifu tobe na indo nyingi, akiwa anampenda chief kwa sababu ako na mali, na ni mundu wa gutiika, na ni mtu wa kuheshimiwa, na ni mundu ukimutethia, na ni mtu anaweza kumsaidia, na kwa mwana huyo ngiri, na upande ule mwingine stilo anakorwa na wendo, na stilo anakuwa na upendo, na wa mundu utani na kindu, na kwa mtu ambaye hana kitu, na utani wa gutiika, na mtu ambaye si wa kuheshimiwa. Kwa hivyo mchungaji mtu anaye upendo usio na mwisho kwa kondoo anaowalisha. Amen. Basi mtuombee tuwe na upendo kama ule, ili tupende wale wa kupendwa na wale wasiopendeka, na Mungu atupe hata mbegu ya kunyenyekea, na atupe maumbile ya kutii, ili naye atuinue yeye mwenyewe. Ndiposa tunaosimama mbele ya kanisa la Bwana, basi tunanena uhai uliotoka kwa Baba yetu. Amen. Tunaongea juu ya mkono wa Bwana, na tukifika kwa ile kidole hii ya mwisho. Amen. Hii ndio ndogo sana na nyembamba kuliko zote. Na ndipo ile nyembamba kuliko zote. Kwa hivyo mkono wa Bwana sio wa kawaida. Kuna mito mingi ambao kumebeba. Na ndipo Petro akatuambia ya kwamba mnyenyekee na mtii chini ya mkono wa Bwana, kule kulio na nguvu, ili wakati unaofaa Mungu atawainua. Na tukifika wakati ule, basi tumwachie mahitaji yetu, kwa sababu yeye ndio unashughulikia, sio mambo mengi yanahitajika. Amen. Hii kidole ndio nyembamba zaidi, na hii ndio ilipewa jina la mwalimu. Na kwa nini ilipewa jina ya mwalimu? Amen. Kwa sababu watu wa Mungu wakinenewa,
na masikio yake ya kiroho iko na uchafu. Amen. Yeye hawezi sikia upendo wa Bwana vizuri. Kipoza ndio kidogo na kiasi ndio inaweza kuingia katika masikio. Na kiasi ni mtu akiingiza hii inaweza kutoa uchafu kwa masikio. Na tukija katika kiroho, walimu katika kanisa ndio Mungu anatumia ili waweze kufundisha kanisa, ili masikio ya watu wa kanisa ikaweza kutolewa uchafu ule unazuia watu kusikia. Amen. Ili Mungu akinena, kanisa la Bwana linaweza kusikia. Amen. Tukikumbuka mtumishi wa Bwana Samuel, nabii Samuel, kuna kazi ambayo haikuwa imetendeka vizuri ndani yake. Na wakati wa nabii Eli, wakati Mungu aliona ni vizuri aondoe utumishi kutoka kwa Eli na aondoe huduma hiyo aipe Samuel. Samueli akaambiwa aende akakae katika ile hema ama hekalu. Na wakati alipoenda katika ile hekalu, naye Eli kwa sababu alikuwa kuhani akawa kwa ile hema. Na maandiko inasema ya kwamba kuna wakati ulipofika na Mungu akaona ni vizuri anene Samuel kwa ajili ya yale mambo yalikuwa ndani ya Eli. Amen. Na wakati Mungu aliponena usiku, Samuel alikuwa amelala, na Eli alikuwa amelala. Lakini wakati Mungu alipokuja na akaitana Samuel, wakati alipomuita Samuel, amen, wakati alipomuita Samuel, Samuel alikuwa na masikio ya kusikia. Haleluya. Amen. Lakini ndani kuna kitu ambacho hakikuwa kimetolewa ili aweze kusikia sauti ya Bwana. Amen. Na wakati Mungu alipomuita Samuel, akasikia ameitwa. Na wakati alipoamka akaenda kwa Eli. Na wakati alipoenda kwa Eli, akamwambia nimekuja kwa ajili umeniita. Lakini Eli akamwambia sijakuita. Ni kwa nini kulienda hivyo? Kunaenda hivyo kwa nini? Kwa sababu masikio yanasikia. Na masikio wakati iliposikia. Bwana asifiwe. Mike. Na wakati masikio iliposikia, basi akatoka kwa Eli. Na wakati alipoenda kwa Eli, akamwambia nimekuja kwa ajili umeniita. Kiasi alisikia. Kama vile unaweza kuja kanisani na usikie watu, lakini kuna neno sikio lingine linastahili kusikia. Sauti iliyotoka mbinguni kwa Bwana. Sasa unasikia watu wanasema, tumeshida kanisani. Leo ni Pastor Paulo alikuwa anahubiri. Lakini ukisikiza mtu yani hasikini nini tulikuwa tunaambiwa. Na kuna wakati kunafika unasikia mtu anasema yale ambayo tumehudumiwa leo, Mungu amenena nasi. Kuna masikio yale anasikia kiasi, na kuna yale masikio anasikia Mungu. Eli akamwambia wewe ulale kwa sababu sija kuita. Amen. Tunaongea juu ya mkono wa Bwana. Tunaongea juu ya mkono wa Bwana. Akamwambia enda ulale juu sija kuita. Na kukafanyika hivyo mara ya pili. Na wakati kulipofika hivyo tena akakimbia akaenda kwa Eli. Akamwambia nimekuja kwa sababu lakini akamwambia enda ukalale sija.
Na tukafanyika hivyo mpaka mara ya 3. Mpaka Eli akajua. Kwa sababu alijua masikio yale anamfanya Mungu asikie mtu. Akajua ni Mungu ananenea yule mtoto. Kamwambia wewe ukalale. Na ukishalala basi ukisikia ile sauti. Amen. Ukisikia hiyo sauti useme nena Bwana, ndio mtumishi wako anasikia. Wakati Samueli alipoenda akalala, yale maneno iliyonenwa na Eli zilikuwa neno za mwalimu. Amen. Zilikuwa neno za mwalimu. Na kwa sababu Eli alikuwa anajua vile Bwana huwa ananena, na akajua kwamba huyu mtoto ni Bwana anamnenea, basi akamfundisha na akamwambia wewe enda ulale, na ukisikia hiyo sauti tena useme Bwana nena, mtumishi wako anasikia. Basi akafundishwa ile uchafu ilikuwa inamfanya sikie ni Bwana anamuita. Ndiposa huu walimu uko na haja sana na ni wa muhimu sana katika kanisa, kwa sababu Mungu anaweza nena na ukose kusikia. Amen. Ndiposa ndio kidole ile inaingia katika sikio na inaondoa ile shida iko katika masikio, ndio sauti ya Bwana inaweza kuingia na mtu anajua ni Bwana amemnenea. Wakati Samueli aliporudi akikalala, Mungu akaitana. Na wakati alipoitana akamwambia mtumishi wako anasikia. Yehova nena nami. Na kutoka pale ndio Bwana alimueleza na vile Bwana alikuwa ametarajia. Kwa hivyo ndugu na wadau, huduma huu wa walimu uko na maana sana katika kanisa, ili masikio kishafunguka Mungu akaweze kukuambia vile ametarajia kufanya. Amen. Huku ndio mkono wa Bwana. Na ndipo tukasoma pale tukaambiwa ya kwamba hii mito ikija, wale wateule watafanyiwa kazi wawe wakamilifu kweli. Amen. Na tena nayo kazi ya huduma ikaweza kutendeka. Dada anahudumia ndugu, ndugu anahudumia dada, na hiyo kazi ya huduma inaendelea kutendeka. Amen. Na mwili wa Yesu Kristo uendelee ukitiwa nguvu. Unajua kuna wakati Mungu wa mtu anapungukiwa na nguvu, na unakutana na shida mpaka unapungukiwa na nguvu. Lakini mkono huu wa Bwana ukiendelea ukifanya kazi, ndipo wale wamepungukiwa na nguvu wanapata nguvu. Na huu mwili wa Kristo ukija na kuna hudumia yale mambo, unakuta hata kama ulikuwa umepungukiwa na nguvu, nguvu imerudi. Kama vile Roho Mtakatifu anakunenea siku ya leo, ukinyenyekea, ukiwa mtiifu chini ya mkono wa Bwana, Mungu ndio atakuinua katika kiroho na hata katika kiasi. Na ndipo maandiko ikatuambia kwanza tutafute ufalme wa Bwana na haki yake, na yale mengine tutazidiwa. Amen. Yaani mpaka hii kazi tutendewe na hii mkono wa Bwana, mpaka tufikie kuamini Mungu mmoja, na tuondokee katika mafundisho yanayofundisha siku hizi. Na utakuta
vile kanisa la Bwana linaendelea likiandaliwa, utakuta mtumishi akisimama hapa akianza kunena yale anafundisha, unakuta yale maneno ulikuwa umeona katika ndoto ama maono. Unakuta dada akisimama hapa akiimba wimbo, unakuta Mungu alikuwa amekufunulia mpaka wakati tutakaofanywa kazi na mkono wa Bwana, tufike kiwango cha kuamini Mungu mmoja. Amen. At the same time, na oindare ule tuwe na imani moja. Kanisa siku hizi ziko na imani tofauti. Na ukienda kunenea mtu maneno ya kiungu, unakuta mtu anakuambia kanisa kwetu hatufanye vile. Lakini mkono huu wa Bwana, wale watakao nyenyekea chini ya ule mkono, katika huduma ya mitume, huduma ya manabii, huduma ya wachungaji, huduma ya wachungaji na huduma ya walimu. Kama uko madhabahu hii ama uko madhabahu ingine, na hata wewe unatuona katika mtandao uko katika kanisa letu, sisi wote tutajikuta kama tumeamini imani moja na tukimjua Mungu mmoja, na tukimalizia tuwe tumefikia kina na kimo kama kile kiko na Yesu Kristo, ule ambaye amejaa ukomavu wote. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ninamsifu Bwana kwa sababu katika madhabahu hii Mungu anaendelea akikubalia watumishi wake, yaani watembee katika hiyo sana laini ya walimu, ili masikio ya kanisa la Bwana iweze kutolewa kile chochote kinazuia watu kusikia sauti ya Bwana. Sio lazima unenewe na Bwana ukiwa kanisani. Hata ukienda kwa njia unaweza nenewa na sauti ya Bwana. Hata ukiwa kwako nyumbani unaweza nenewa tu na Mungu. Lakini ni tu wakati masikio yako itakuwa ni safi kabisa. Amen. Ili kidole ifanye kazi yake inayofaa katika mafundisho Bwana ambao anapeana. Amen. Hallelujah. Amen. Hapa kuna siri ametufunulia siku ya leo, yaani mnyenyekee chini ya mkono wake na mtii, kwa sababu ule mkono uko na nguvu. Na Mungu akiona ni hivyo mnafanya, basi atakuja akuchukue na kurudi. Dada, uone ukifungukiwa na njia za kiroho. Kuna watu wanasema wanamalizanga mwezi mmoja ama mbili kabla kuona maono ama ndoto. Na kama kuna ndoto anaweza ota, anaona ndoto ya kufukuzwa na wanyama. Amen. Lakini ukijua siri ya kunyenyekea na kunyenyekea chini ya mkono wa Bwana, huu mkono ulio na nguvu, na Mungu atakuinua na utaanza kuona ndoto zinaotoka kwa Bwana. Na Mungu hata kuficha siri kwa yale ambao wametarajia kufanya iliyo mbele yako. Amen. Utakuta Mungu akikuinua kwa katika maisha ya kiasi. Ijapokuwa kuna shida katika maisha, Mungu atakuja akuinue na utakuta mambo yako yanajifanya yenyewe. Lakini siri ni moja: kunyenyekea na kutii chini ya mkono wa Bwana. Wenyei okoine wake wako ukule nai emi otile
inde toki